يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu mtukufu tulionao, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu, mwaka 1447. Katika mwezi huu wamepata faida wengi, miongoni mwao ni wale waliokwenda kuhiji Makka. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie hija zao, na miongoni mwao ni sisi ambao tuliojitahidi katika mwezi huu kufanya amali njema mbalimbali. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atutakabalie yote tuliyoyafanya katika mwezi huu. Baada ya siku 3 zinazokuja au 4, tutaingia katika mwezi mwingine miongoni mwa miezi mitukufu. Mwezi huo ni mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu, mwaka 1448. Katika mwezi huu ambao tutauanza baada ya siku 3 zinazokuja, kadhalika ni miongoni mwa miezi mitukufu kabisa, na katika 10 la mwanzo la mwezi huo wa Muharram kuna siku tukufu, nayo sio siku nyingine, ni siku ya Ashura. Siku hii ni siku adhim ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwapata Mayahudi wakiwa wanaifunga siku hii. Alipoulizwa akaambiwa ni siku ambayo aliyookolewa Musa alayhi salam kutokana na adui yake Firaun. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tunapoingia katika mwezi huo tusiisahau siku hii. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusu fadhila na ubora wa kufunga siku hii, akajibu kuwaambia waliouliza masahaba zake, yukaffiru sanata almadhiyata, siku hiyo ukiwahi kuifunga unasamehewa madhambi yako ya mwaka uliopita. Allahu akbar. Enyi ndugu zangu Islam, katika mwezi wa Muharram ni mwezi ambao wengi katika watu wanakithiri mno kuzungumzia hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika khutba, katika mihadhara na katika wasail alam, vyombo vya habari, na hapana ubaya kuzungumzia hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi alihama au aligura kutoka Makka kwenda Madina. Walakin
pamoja na kuwa watu wanaozungumziwa hijra ya Mtume alayhi salatu wassalam, baada yake inakuwa nini? Yutraku wa yunsa. Watu huziacha nyuma ya mgongo wao habari walizozipata kuhusiana na Mtume alayhi salatu wassalam, na mwisho wakasahau kabisa. Duna an yakuna lahu atharun fi nufus, pasina kupatikaniwa athari yoyote katika nyoyo, au qudwatun, au kielelezo na mifano, fil a'mali wal akhlaq, katika matendo na akhlaq. Sasa hivi leo, pamoja na kuwa ilikuwa tukumbushane hijra ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa mukhtasar itakuwa vipi, lakini kinyume chake napenda tujikumbushe nini maana ya hijra. Kabla hatuja ingia huko, naomba na napenda tuzisikilize aya hizi ambazo nitazisoma miongoni mwa aya zilizoko ndani ya Qur'ani. Aya ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, innal ladhina amanu, hakika ya wale ambao walioamini kikweli kweli, walladhina hajaru, na wale waliohama au waliogura, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana jihadi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutaka radhi zake. Ulaika yarjuna rahmatallah, hawa ndio watu ambao wanaopata na kutaraji rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kuamini kwao na kule kugura kwao kutoka Makka kwenda Madina, na kule kupigana kwao kuipigania dini hii. Hao wanataraji rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah anasema, na yeye Allah azza wa jalla ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, falladhina hajaru, basi wale ambao waliohama au waliogura kutoka Makka kwenda Madina, wa ukhriju min diyarihim, na wakatolewa na kufukuzwa katika majumba yao, wa udhu fi sabili, na wakaudhiwa kwa sababu wao walikuwa wamejitolea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Waqatalu wa qutilu, wakapigana na wakauawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la ukaffiranna anhum sayyiatihim, hao hawana kingine watakachokipata isipokuwa ni kufutiwa na kusamehewa madhambi yao. Wala udkhilannahum, Allah anasema, na tutawaingiza wao jannatin, katika mabustani ambayo tajiri min tahtiha al-anharu, yanayopita mbele yake au chini yake mito. Thawaban min indillah, hayo ndiyo malipo bora yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnu thawab, najueni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuliko na malipo bora kabisa na mazuri kwa wale watu wanaotenda matendo mema. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Aya ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina amanu, na wale ambao walioamini, wahajaru, na wakahama au wakagura,
wajahadu fi sabilillah, na wakapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuipigania dini hii. Hawa ni muhajirina. Kisha Allah akasema walladhina awaw, na wale ambao waliowapa makao na pahali pa kukaa muhajirina, hao si wengine ni maansar. Wanasaru, kisha wakawanusuru, wakawasaidia muhajirina baada ya kuwapa makao. Allah azza wa jalla anasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hawa waliofanya kazi hii muhajirina na ansar. Muhajirina wametoka Makka wamekwenda Madina. Walipofika Madina, maansar waliwapokea kwa njia iliyo nzuri, wakawapa makao na pahali pa kukaa, na wakawanusuru na kuwasaidia. Allah anawapa tazkia. Allah anawapa masahaba hawa recommendation kuwa wao ni miongoni mwa watu bora, kuwa wao ni miongoni mwa waumini wa kweli kabisa. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah anasema wao watakuwa ni wenye kupata msamaha na riziki iliyo bora, kwa maana thawabu nyingi mno. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhum. Na sisi iwapo tunataka tuhakikishiwe kuwa ni waumini wa kweli, hii aya tunayoizungumzia ni aya ya 44 katika suratu Al-Anfal. Lakini ukija katika aya ya 2 na ya 3 na ya 4 katika suratu Al-Anfal, Allah ametuhakikishia iwapo tutashikamana na yale aliyotuelezea, basi na sisi tutapata tazkia, sisi tutapata recommendation kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema nini? innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini wa kweli ni wale ambao pindi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinafanya kicho, wanakuwa na hofu. wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hao waumini wa kweli nyoyo zao zinazidi imani. wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanajitegemeza. alladhina yuqimuna as-salata, waumini wa kweli ni wale ambao wanasimamisha sala. wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wakatoa katika vile ambavyo Allah alivyowaruzuku, wakatoa mali zao kuwasaidia wanaohitaji, wakatoa mali zao kusaidia taasisi zinazohitaji. Allah subhanahu wa ta'ala nao waliobeba sifa hizi anasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hawa ndio waumini wa kweli. lahum darajatun inda rabbihim, wao watapata daraja za juu kabisa katika janna mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. wa maghfiratun wa rizqun karim, watapata pia msamaha na riziki iliyo bora. Mfano wa masahaba ambao Allah amewapa tazkia. Lakini mpaka tujipinde tuzibebe sifa hizi 5 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia. Aya ya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu An-Nahl, walladhina hajaru fillahi min ba'di ma dhulimu, na wale ambao waliohama, waliogura baada ya kudhulumiwa, baada ya kuteswa na kubabaishwa, Allah azza wa jalla hatawatupa. Anasema lanubawwi'annahum fid dunya hasana, tutawaweka wao, tutawakalisha wao katika hii dunia maisha yaliyo mazuri kabisa.
wala ajrul akhirati akbar, na malipo ya kesho akhera ni makubwa mno. Lau kanu ya'lamun, ni kina nani wanaambiwa lau kanu ya'lamun? Lau kanu ya'lamuna ni wale watu ambao waliokataa kugura kutoka Makka kwenda Madina. Lau wangelijua malipo wanayoyapata wale muhajirina, basi hawangeliacha kugura. Enyi ndugu zangu Islam, hizi aya nilizozisoma takriban 4 na nyingine ambazo sikuzisoma katika khutba hii, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari bifadli almu'minina almumtahinina, ubora na fadhila ya waumini ambao waliopata mitihani. Alladhina hajaru fi sabilihi, wale ambao waligura kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, waligura kwa sababu ya kuinusuru dini, waligura kwa sababu ya kuhifadhi akida zao, waligura kwa sababu ya kumhifadhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ibtighaa mardhatillah. Waliyafanya yote hayo kwa sababu ya kutaka radhi za Allah. Tazama hali yao ilikuwaje. Taraku masakinahum, waliwacha majumba yao, wa amwalahum, na wakawacha mali zao. Fa'awadhahum Allahu khairan minha fi dunya, Allah azza wa jalla akawapa mbadala mzuri wa hapa duniani. Fa inna man taraka shay'an lillah, kwani yoyote yule ambaye anayewacha kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, awadhahu Allahu khairan minhu, Allah atampa badali kuliko kile ambacho alichokiwacha. Maana yake nini maneno haya? Maana yake waman yatawakkal ala Allahi, yoyote ambaye anamtegemea, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humtolea njia ya kutoka katika mabalaa. Hivyo basi hawa ni wema waliopita, na Mwenyezi Mungu awaelee radhi na awalipe malipo makubwa kutokana na yale walioyafanya. Nini maana ya hijra katika lugha? Hijra maana yake, ndugu zangu Islamu, wakasema wanachuoni, tarku shay'in ila akhar, ni kuacha kitu kukiendea kitu chengine. Hii ni maana ya kwanza kwa mukhtasar. Maana ya pili, al-intiqalu min halin ila halin, ni kuondoka na kuachana na kuhama kutoka katika hali kwenda katika hali nyingine. Katika lugha hii inaitwa hijra. Au min baladin ila baladin, maana ya hijra ni kutoka katika mji kwenda katika mji mwingine. Movement from one region to another region inaitwa hijra. Hii ni katika lugha. Amma kisheria, ndugu zangu wa Islam, fahiya al-intiqalu min baladi shirk, ni mtu kuhama na kuondoka katika mji wa kishirikina, mji ambao watu hawatakiwi kuadhini, hawatakiwi kuonekana wanasoma Qur'ani, hawatakiwi kuonekana wanasimamisha swala kama walivyoteswa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni kuondoka katika mji wa kishirikina ila biladil islami, kwenda katika miji ya Kiislamu. Na haya ndiyo walioyafanya masahaba. Waliteswa, wakaadhibiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hana la kuwafanya, akawaambia wahame, wakaondoka Makka kwenda Uhabashi, Ethiopia. Walipofika kule wamekaa, zikaja habari kwamba Makka kumetulia. Wote wakarudi, akiwemo Uthman ibn Affan na familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakifika Makka, habari ni mbaya, mambo ni mabaya.
mateso yamekuwa ni zaidi. Baada yake Mtume alayhi salatu wassalam akawapa ruksa, akawaambia sasa muhame, mwende zenu wapi? Madina. Wakienda Madina, na baadaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawafuata Madina akiwa na sahiba wake mkubwa kabisa Abu Bakar Siddiq. Mmoja katika sahaba ambaye nyote mnamjua anaitwa Suhaib ibn Sinani Ar-Rumi, anasema, anasimulia mwenyewe, nilipotaka kugura mimi, lamma aradtu al-hijra, nilipotaka kugura kwenda zangu Makka, kutoka Makka kwenda Madina, kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, qalat li Quraish, anasema Makuraishi walinisimamisha wakaniambia, ya Suhaib, ewe Suhaib, qadimta ilaina, wewe ulikuja kwetu hapa, wala mala lak, huna hunani, huna mali, umefanya biashara mpaka umekuwa na mali, fatakhruju anta wa malak, hivi unataka kutoka hapa Maka kwenda kumfuata Muhammad huko Madina na mali uliyoichuma hapa kwetu? Wallahi la yakunu dhalika abadan. Makuraish wakamwambia, twaapa kwa jina la Mungu, hilo haliwezekani, wewe uondoke hapa umfuate Muhammad na mali yote ambayo umeichuma hapa. Sikiliza maneno aliyoyasema Suhaib anasema, faqultu lahum, nikawaambia wao, araaitum, mwaonaje nyinyi, in dafa'tum ilaykum mali, nikiwaachia mali yangu yote hii, tukhalluna anni, mutaniacha nihame nende zangu Madina kwa Mtume? Tawaachia mimi mkisema hivyo? Qalu naam, wakamwambia ndio, ukituachia mali hii utatoka wende ukamfuate huyo Muhammad. Fadafa'tu ilayhim mali, Suhaib anasema nikawaachia mimi mali yangu yote, fakhalluna anni, wakaniachia. Waliponiachia, nimetoka nimekwenda zangu, nimefika Madina, habari zimekwisha mfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikawa Mtume alayhi salatu wassalam anasema, rabiha Suhaib, rabiha Suhaib, Suhaib amefanikiwa, Suhaib amefaulu. Kisa ni nini? Ameacha mali yake kwa ajili ya dini hii, kwa ajili ya kunusuru akida yake, kwa ajili ya kwenda kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana ya hijra, mufaraqatul bilad al-kufr, ni kutengana na kuachana na miji ya kikafiri. Maana ya hijra, mufaraqatul ashrari, ni watu kutengana na kuachana na kuepukana na watu ambao ni waovu, makundi ambayo ni maovu, vikao ambavyo ni viovu. Ni lazima tuzinduke, haswa vijana. Musipelekwe na peer pressure, mkenda kukaa sehemu ambazo zina watu ambao ni waovu, mutaharibikiwa kimaisha. Bali kubwa zaidi, tafuteni vikao vya elimu. Maana ya hijra, mufaraqatul a'mali sayyi'a, ni watu kutengana na kuepukana na matendo ambayo ni maovu, maadili yasiyokubalika kidini wala kijamii. Ni lazima tuepukane nayo. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Enyi ndugu zangu Islam, nikimalizia khutba hii napenda nimalize na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadithi imetoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Sahaba huyu anaripoti
kwamba amemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenziwe watasalimika na ulimi wake na watasalimika na mkono wake. Nini maana ya maneno haya? Maana ya maneno haya ni kwamba muislamu ambaye amekamilika kikweli kweli, la yu'dhi musliman, hamuudhi ndugu yake muislamu, biqaulin, kwa maneno, wala bifi'lin, wala kwa matendo. Na haya ya kuudhi waislamu, kuwaudhi ndugu zao waislamu, haya yamekatazwa kabisa ndani ya Qur'ani. Allah azza wa jalla katika aya maarufu mbili ndani ya suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adhaban muhina. Aya pili Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati, na wale watu ambao wanawaudhi waumini wanaume na waumini wanawake, bighairi maktasabu, pasina sababu yoyote. Na hata ikiwa sababu iko, kwa nini umuudhi ndugu yako muislamu? Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, basi hao wamebeba mzigo mkubwa kabisa wa dhulma na madhambi yaliyo makubwa. Kwa hivyo jambo la kumuudhi ndugu yako muislamu liweke pembeni. Mtume alayhi salatu wassalam akahusisha ulimi na mkono, kwa sababu ulimi unavunja na mkono unaharibu. Vimetajwa viwili hivi kwa sababu vinafanya madhambi makubwa na makosa makubwa katika ulimwengu huu. Ulimi unasema urongo, ulimi unasengenya, ulimi unatukana, ulimi unatoa ushahidi wa urongo, na ulimi unazua. Allahu akbar. Sasa muislamu wa kweli ni yule ambaye watasalimika waislamu wenziwe kutokana na ulimi wake na mdomo wake. Mkono unapiga, mkono unaua, mkono unaiba, na kadhalika na kadhalika. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, mwenye kuhama ni yule ambaye atahama yale yote ambayo Allah ameyakataza, kutokana na matendo mabaya, tabia mbaya na maneno mabaya, na hata vyakula vibaya vilivyoharamishwa, na hata vinywaji vibaya, na hata maangalizi ambayo ni ya haram, na hata masikizi ambayo ni ya haram. Haya yote yatakana tuyawache ili tukamilishe hijra ya kikweli kweli. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم الطف بنا فيما جرت بالمقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.